imamu katika mujtama wa Kiislamu. Mimi bil ikhtisar shadid nizungumze yafuatayo, lakini kwanza kwa kutoa mfano ambao sote tunaufahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani kwamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa, kwamba ametakasika au takasifu ni yule ambaye aliyemsafirisha mja wake kumtoa katika mji wa Maka na kumpeleka katika mji wa Palestini katika msikiti wa Masjidi Al-Aqsa. Lakini swali unaweza ukajiuliza, hivi Mwenyezi Mungu alishindwa kumpandisha mtume sallallahu alayhi wasallam kutokea pale Maka kwenda kule? Jibu linakuja, hakushindwa, isipokuwa kila jambo lina mahala pake ili uweze kufikia malengo yake. Kila jambo lina mahala pake ili uweze kufikia shabaha yake. Kila jambo lina mahala pake ili uweze kufikia madhumuni yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitolewa Maka akapelekwa Masjid Al-Aqsa, ile inaitwa Isra. Kutoka Maka kwenda wapi? Kwenda. Alafu pale kutoka Masjid Al-Aqsa kwenda wapi? Kwenda mbinguni, ndio inaitwa Al-Uruj. Tumefahamiana? Ndio ikaitwa Al-Isra wal Mi'raj. Yani maana yake ngazi yetu sisi ya kwenda kupanda kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kufufuka inapatikana wapi? Masjid Al-Aqsa. Na hapo ndipo tutakusanywa baada ya kufanyaje? Baada ya kuwa tumefufuliwa, si ndivyo? Hii wote tunafahamu, labda hii siri kidogo watu walikuwa hawajui. Lakini hata malaika walikuwa wanashuka wapi? Wanashukia pale, alafu ndio wanakwenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa na uwezo wa kushukia Maka moja kwa moja, lakini walikuwa wanashuka pale. Tumefahamiana vizuri? Ta'aruju almalaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Walikuwa wanashukia pale, alafu ndio wanakwenda kwa Mtume. Sasa maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba nafasi ya imamu katika jamii yetu ndiyo tunasema ndiyo kiongozi pekee ambaye anayewaunganisha Waislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umefahamiana vizuri? Nafasi ya imamu ni kumuunganisha mja na nani? Na Mwenyezi Mungu. Lakini pia kutokana na sehemu anayofanyia kazi yeye pia inakuwa ni sosi ya kumuunganisha baina ya Muislamu na Muislamu mwingine. Leo hii tunaishi katika dhurufi ambazo ni ngumu sana. Waislamu wamekuwa wakiishi katika mafungu. Moja kati ya maeneo ambayo yanahusika au ni visababishi vya Waislamu kuishi katika mafungo ni eneo la msikiti, na hili linatokana na matumizi mabaya ya maimamu wetu, aidha kwa kufahamu au kwa kutofahamu au kwa kutanguliza maslahi binafsi na kuacha maslahi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukija ukaangalia cheni ambayo iliyoko nyuma, wewe kama imamu unajua kabisa kwamba cheni hii ni moja kati ya cheni ambayo laiti mimi nikakosea, basi na yenyewe itafanyaje? Itasambaratika. Nitoe mfano wa hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo anasema kwamba simfani idha fasadat almujtama kullu wa idha saluhat almujtama kullu ala wa huma
al-umarau wal ulama. Allah. Sampuli za aina mbili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sampuli za aina mbili, laiti kama zitasawazika, zitakuwa vizuri, basi society yote, jamii yote itakuwa vizuri sana. Na laiti kama sampuli hizi zitaharibika, basi na jamii yote itafanyaje? Itaharibika. Mtume anasema, sikilizeni, sampuli hizi ni sampuli gani? Sampuli ya kwanza ni wanazuoni. Sampuli ya pili ni viongozi ambao wameteuliwa kushika mamlaka zetu. Na haya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaweza ukayaona uzito wake, alafu ukapima na maisha ambayo tunayoishi. Kwa kiasi kikubwa sisi viongozi wetu wakiwemo maimamu ndio ambao wanaopelekea zaidi Waislamu kuparaganyika na kuingiza migogoro katika nyumba za nini? Katika nyumba za ibada, sehemu ambayo tunasema kwamba msikiti ni taasisi. Msikiti ndio unaokusanya watu, msikiti ndio unaotoa elimu, msikiti ndio ambao unaopanga kutekeleza sera ya kutengeneza rasilimali watu wazuri, msikiti ndio ambao unaotoa mafundisho ya kielimu. Tumefahamiana vizuri? Lakini leo msikiti unakuwa hautumiki katika sura ya namna hiyo, na hii sasa ina maana tunakwenda hata kinyume na ule utaratibu aliotuwekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba msikiti ndio ilikuwa sehemu wanaokutana Waislamu, wanajadili mambo yao, wanajadili changamoto zao, lakini pia wanajua namna gani ya kuzitafutia ufumbuzi changamoto zao. Taswira halisi ya hilo ni pale Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina. Jambo la kwanza hakutaka kutengeneza nyumba. Tumefahamiana vizuri? Jambo la kwanza hakutaka kwenda kufanya shughuli zingine. Kwanza alihakikisha kwamba anatengeneza msikiti ambao kwa sehemu ya kwanza, pamoja na kwamba utatumika kumuunganisha baina ya mja na Mwenyezi Mungu na Mola wake, lakini pia utatumika kutoa elimu za aina mbalimbali. Kwa hiyo mimi nisipoteze muda kutokana na wakati wenyewe umekuwa ni dharuri sana, ni kwamba tunatakiwa tujitambue. Kuna tofauti kati al-imamu najih wal imamu ghairu najih. Imebakia dakika moja. Sisi tupo katika makundi gani? Tupo katika al-imamu najih, imamu mwenye mafanikio, au tupo katika al-imamu al-fashil, imamu aliyefeli? Utakujua kama umefeli, tazama jamii yako inaishije, tazama waumini wako wakoje, ndio watakaokupa taswira halisi kwamba umefeli au umefanyaje au umefaulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.